Shalom, shalom. Mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lingi FM. Karibu katika kipindi cha Kimbilia kwa Yesu Kristo. Ninayekuletea kipindi hiki cha Kimbilia kwa Yesu Kristo ni mimi mwinjilisti Ted Ngomale wa kanisa la EAGT lililoko Mloo, wilayani Mbozi, mkoani Songwe. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha Kimbilia kwa Yesu Kristo. Maisha yako hayatabaki kama ilivyokuwa. Kabla hatujaendelea sana, tuombe. Baba Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu, tazama wakati wako umefika. Mtumishi wako nimesimama mbele zako na mbele za watu wako, wanaume na wanawake. Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, naomba Roho Mtakatifu chukua nafasi sasa, ukaseme na watu wako wa namna zote, wa aina zote. Tumie mjakazi wako na mtumwa wako kama utakavyo na kama upendavyo. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Ndugu mtazamaji wa kipindi cha TV Sibuka, naomba tuangalie maneno ya Mungu siku ya leo katika kitabu kile cha Marko, kitabu cha Marko mtakatifu, sura ile ya 4 kuanzia mstari wa 35. Imeandikwa, siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwapo pamoja naye. Kukatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji, naye alikuwa amekuwapo amelala katika shatiri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Ndugu mtazamaji, naomba unisikilize kwa makini. Unajua Mungu anaitwa ni Mungu wa watu wote wenye mwili. Ninataka kusema na wewe ujumbe huu, na kichwa cha ujumbe kinasema juu ya kumchukua Yesu kama alivyo. Tazungumza juu ya kumchukua Yesu kama alivyo. Mungu siku zote anampenda mwanadamu, na wa Mungu anapenda kusema na mwanadamu, maana anapenda kusema na mwanadamu akiwa hai, maana ni Mungu wa watu walio hai. Naomba unisikilize kwa makini mtazamaji wangu siku ya leo. Neno la Mungu kama tulivyosoma, Biblia inasema akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Huyu ni nani? Ni Yesu. Anawaambia wale wanafunzi. Wanafunzi ni watu waliomwamini. Wanafunzi ni watu ambao walikubali kumfuata. Akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Neno linasema wakauacha mkutano, wale wanafunzi wakachukua hatua, nayo ilikuwa ni hii: wakamchukua Yesu vile vile alivyo katika chombo. Ule msafara ulikuwa ni msafara wa namna hii, walikuwa wanasafiri ndani ya bahari. Maandiko yanasema kile chombo ambacho wanafunzi walisafiri, Yesu alikuwemo ndani, bwana wamemchukua, wamesafiri naye. Naam, neno linasema kulikuwepo na vyombo vingine ambavyo ndivyo vilikuwemo katika ule msafara, na hivyo vyombo Yesu hakuwamo, lakini vilikuwemo katika msafara, ila Yesu hakuwamo katika vile vyombo. Safari ikaanza, na hiyo safari ilikuwa ni ndani ya bahari. Na safari ilipendelea, wakafika mahali, neno linasema bahari ikachafuka, kukatokea mawimbi, kukatokea upepo mkali, kukatokea dhoruba kuu, ikapiga kile chombo, ikapiga vile vyombo ambavyo Yesu hakuwamo ndani. Vilipigwa, vikaanza kuyumba ndani ya bahari. Maji yakaanza kujaa, hali ikawa mbaya mno.
vile vyombo ambavyo vilisafiri, lakini Yesu hakuwamo ndani ya vile vyombo. Neno la Mungu linasema safari ikaharibika, kufumba na kufumbua, safari ikawa mbaya, maana upepo ni mkali, maana mawimbi ni makali. Wale watu ambao walisafiri kwenye kile chombo, kwenye vile vyombo ambavyo Yesu hakuwamo, hali yao ikawa mbaya. Watu walikata tamaa, hali ikawa mbaya mno. Vile vyombo, neno linasema wale wasafiri waliokuwa ndani ya vile vyombo hawakupika safari yao, waliishia ndani ya bahari. Vile vyombo vilizama, maji yalijaa, mwisho wale watu ukaishia. Lakini nisikilize mtazamaji wangu, neno la Mungu linasema kile chombo ambacho alikuwepo Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu, kile chombo ambacho wale wanafunzi walimchukua Yesu kama alivyo na wakasafiri pamoja na Yesu. Wakati kumetokea dhoruba, wakati kumetokea upepo, wakati mawimbi yanapiga kile chombo, chombo kinayumba, lakini ndani yake mulikuwa na Bwana wa mabwana. Ndani yake mulikuwa na mwanaume. Wako wanaume wengi duniani, lakini Yesu Kristo, sikiliza, anaitwa ni mwanaume wa ajabu, mwanaume wa wanaume, anaitwa Simba wa kabila la Yuda, Shina na Daudi. Hawa watu wasafiri walikuwa wamesafiri naye. Kila chombo kilipoyumba, kinapigwa na upepo, kinaenda kulia, kinaenda kushoto, maji yakaanza kujaa. Wale wasafiri wakaanza kupiga yowe. Kama unavyojua, unajua ujanja wa mwanadamu ni vile ambavyo tu yuko salama salimini. Huyo ndio ujanja wake. Lakini siku akiona mbele inaashiria mauti, nakwambia hata sienda kanisani huwa anamtaja Mungu. Nakumbuka siku moja nikiwa kwenye safari zangu za Injili, Mungu alikuwa amenipa neema. Nimesafiri kwenye usafiri ambao uko kwenye anga, nao ni usafiri wa ndege. Siku hiyo kulikuwa hali ya hewa ni mbaya mno. Hali ya hewa ilikuwa mbaya. Nakwambia ndani ya ndege siku ile hakuna mtu alinyamaza, hakumtaja Mungu. Kila mmoja alimtaja Mungu, kila mmoja alifanya vile wezavyo. Kwa nini? Maana ilikuwa inaashiria mauti inaweza ikatokea. Hata wale watu, kila chombo kinayumba, dhoruba ni kali, pepo ni mkali. Neno linasema wale watu wakapiga yowe, wakalia kilio cha kukata tamaa, wakasahau waliye naye ni shujaa mashujaa, waliye naye ni Bwana mabwana, waliye naye ni Bwana ambaye ana majibu yao. Wakaendelea kulia, wamesahau wamesafiri na Bwana wa uzima. Walipokumbuka, neno linasema wakamwendea wakasema, Bwana, je, si kitu kwa tunaangamia? Tuokoe. Ndipo wakatambua tuliyesafiri naye ni Mwokozi wa ulimwengu, tuliyesafiri naye ni Bwana ambaye yeye ni wa kwanza, yeye ni wa mwisho, yeye ni Alfa, yeye ni Omega. Kabla vitu vyote havijakuwapo, yeye alishakuwapo. Aliitwa Mwokozi, aliitwa stadi wa kazi, alihusika hata katika umpaji. Ndipo walipojua, ndipo walipotambua, walibadilisha maombi. Neno linasema wakamwita, wakasema, Yesu utuokoe, wakasema, Yesu utuponye. Yesu alinyamaza kimya, alitaka jue, je, wanamtambua yeye ni nani? Je, wanatambua uweza ulio ndani yake? Ndio maana alinyamaza kimya. Alitaka mpaka wajue kumwita, alitaka mpaka wajue kumtamka, wajue kuhitaji msaada kwake. Sikiliza, neno la Mungu linasema, namo ndipo wale watu waliposikia, Yesu aliposikia wanamwita, Yesu akasema, akainuka akasema hivi, bahari
upepo, nyamaza, tulia. Kasema dhoruba, nyamaza, tulia. Kageukia mawimbi, kasema mawimbi, nyamaza, tulia. Oh, hii ni ajabu. Wanafunzi walishangaa kwa neno la tamko la Yesu Kristo Mwokozi, mwana wa Mungu. Tamko moja, neno moja lilitosha kutengeneza muujiza. Neno moja, tamko moja lilitosha kubadilisha mazingira. Neno uko uweza katika neno, uko uweza na iko nguvu katika neno, wala si kwingineko. Ile neno la Yesu alipotamka likatengeneza uponyaji kwenye bahari. Alipotamka ile neno likabadilisha mazingira. Yuko Yesu anaweza kubadilisha mazingira. Yuko Yesu anaweza kuleta majibu yako. Yawezekana umekata tamaa, yawezekana uko kwenye yowe, uko kwenye kilio, uko kwenye matumaini, umekosa matumaini. Nataka nikwambie, mtazamaji wangu, nimeleta ujumbe kwako. Yesu yeye ni yeye yule jana na leo na hata milele. Nisikilize, dunia tunayosafiri, tunayoishi ni mfano wa bahari. Kisoma katika Isaya sura ya 40, sura ya 24, kuanzia pale mstari wa 6, panaeleza dunia. Nabii Isaya anatabiri kwa ajili ya dunia. Ilikuwa ni miaka mingi, lakini aliona dunia, anasema natazama dunia imeomboleza, natazama dunia imenajisika, kwa sababu watu wanaokaa ndani ya dunia wameacha sheria ya Mungu, wamevunja agano la Mungu. Ndio maana dunia imekumbwa na laana, kwa sababu wanadamu wameziacha sheria za Mungu, wameacha maagizo ya Mungu, wamegeukia maasi. Ndio maana dunia ikaonekana, watu wanaokaa wakaonekana wachache, maana wameteketea, maana wameisha, maana dunia imelewa kama mlevi, inawayawaya kama machela. Sikiliza mtazamaji wangu, dunia tunayoishi inafananishwa na bahari. Bahari, wavuvi wanachua, wavuvi wakenda kuvua, kama waliingia baharini wavuvi 50, siku bahari kichafuka, siku dhoruba ikipiga, siku kukiwa na mawimbi, usitegemee watarudi wale wavuvi 50. Wanaweza karudi 20, 30 wameishia baharini, kwa sababu bahari ilikuwa imechafuka. Nisikilize mtazamaji wangu, bila Yesu Kristo hutawaza maisha yako kwenye dunia hii. Bana, tunaishi kwenye dunia iliyochafuka, tunaishi kwenye dunia iliyokumbwa na hatari. Enyi wa Tanzania, enyi watu wa bara la Afrika, unanisikiliza ulimwenguni pote, bahari ulipo, nina habari njema siku ya leo. Nina ujumbe usalama. Mpe Yesu maisha yako, chukua Yesu kama alivyo. Namaanisha nini? Patana na Mungu, tubu dhambi zako, fanya matengenezo, fika mahali sema imetosha. Maisha niliyoishi bila Mungu, duniani tunasafiri, duniani tunapita. Ndio maana kulikuwa na watu maarufu katika dunia, leo imebaki historia. Tulikuwa na watu maarufu katika taifa, leo imebaki historia. Hawapo kwa sababu ya dunia. Dhambi inaua. Enyi wa Afrika, ikimbie dhambi. Huko uliko hakuna usalama kwenye ulevi, hakuna usalama kwenye anasa, hakuna usalama kwenye dhambi, hakuna usalama. Sikiliza, usalama mwamini Yesu, usalama. Geuka leo, mchukue Yesu, safiri na Yesu, ishi na Yesu, fanya kazi na Yesu,
fanya biashara na Mungu. Watu leo wanaua watoto wao wapate pesa, wengine naua wazazi wao waliowazaa. Huyo mzazi wako angelikuwa wewe, mbona usingekuwepo? Kwa ajili ya pesa. Maana dunia imenajisika, maana laana imekumba dunia. Watu hakuna huruma, watu wanakufa kabla ya wakati wao. Maana kazi ya shetani ni kuua, kazi ya shetani ni kuangamiza, kazi ya shetani ni kuharibu. Lakini Yesu alikuja ili akuponye na dhoruba. Yesu alikuja ili akuponye na mawimbi. Mawimbi ni mambo yanayokukuta unapoishi katika dunia. Mawimbi inaweza kuwa ni matatizo, dhoruba inaweza kuwa ni shida. Kila unapoamka ni shida, kila unapolala ni shida. Amani ndani ya nyumba haipo. Watu wameenda kutafuta amani kwa waganga, amani haipo kwa waganga. Sikiliza mtazamaji wangu, amani ya kweli haiko kwenye dawa unazozitegemea. Unachukua kwa mganga dawa, unapeleka nyumbani kwako, eti mpe mume wako dawa ili nyumba yako iwe na amani. Wewe unaitwa ni upendo faki. Yuko Yesu, yeye aliyeshinda. Yupo Yesu, yeye mwenye uwezo. Ana uwezo wa kubadilisha mazingira yako, ana uwezo wa kubadilisha njia zako, ana uwezo. Yeye ni Mwokozi. Chukue Yesu kama alivyo, safiri na Yesu. Dunia imechafuka, dunia iko papaya. Sikiliza taarifa za habari, hata kama ni mtu ambaye unaingia kwenye mtandao, utaona dunia ilivyo. Tazama mataifa, mambo yanayotokea. Angalia Marekani, unafikiri walitegemea siku moja nyumba zao, miji yao itateketea? Ule moto umetoka wapi? Nakwambia ya kwamba yuko Mungu, yeye ndiye mwanzo, yeye ndiye mwisho. Maana inafika wanadamu tunajiona kama tumefika, kumbe maisha yetu yanafananisha na kama mvuke. Mvuke asubuhi upo, ukienda saa 7 umetoweka. Maisha ya mwanadamu yanafananisha na maua. Ua asubuhi ni zuri, unaliona limechanua. Ukienda jioni, ukienda mchana, unakuta limenyauka. Huyo ndio mwanadamu. Ndugu mtazamaji wangu, nina ujumbe kwa ajili yako. Ni ujumbe wa kumchukua Yesu kama alivyo. Chukue Yesu kama alivyo. Unasafiri na nani? Wakati mwingine unaweza ukashangaa, unasafiri umechaza watu kwenye moyo wako. Watu wanajua ni watu gani? Wale watu waliokuumiza moyo umewachaza, alafu nasafiri nao, alafu natembea nao. Kila ukitembea unasikia maumivu ya mtu huyu, maana yuko kwenye moyo wako. Umesafiri na watu, umewachaza watu moyoni. Acha nikupe siri, ukitaka kumwona Mungu katika maisha yako, waondoe watu uliowaweka, waachilia watu ulioweka ndani ya moyo wako. Ninamaanisha samehe. Anisafiri kwenda mbinguni, ajaze watu moyoni. Umemjaza mume wako eti amekukosea, umemjaza mke wako, umemjaza watu waliokuumiza moyo. Mimi ninasimama mbele yako, nilifika mahali niliumizwa mno katika utumishi wangu. Kila aliyeniumiza niliweka ndani ya moyo wangu, kila aliyenijeruhi niliweka ndani ya moyo wangu. Nakumbuka siku moja nilikuwa mahali nimekaa, nilishangaa nikiwa nasubiria, niko mahali nanunua hitaji moja, kwa sababu nimemjaza mtu moyoni aliyeniumiza. Nilisikia nimetamka mbele za watu, nimepiga makofi, alafu nikamtaja mtu yule. Sikujua niko mazingira gani, kwa sababu nilichaza watu. Lakini kwa neema ya Mungu, Bwana alinifundisha siri. Tedi mtumishi wangu, safari ulionayo na huduma yako na utumishi wako, utaiona mbingu. Waondoa watu moyoni. Nilichukua hatua, nilianza kuwaondoa. Nasema namwondoa fulani, namsamehe kwa aliyoniumiza, namsamehe kwa aliyonitendea,
nikawaondoa, nikaachilia. Yazikana siri hiyo tu, Mungu akanipa neema hata ya kuhubiri Injili kwenye TV Sibuka. Iko siri kubwa, ndugu yangu mtazamaji. Namuona mtu amejaza watu, namuona mtu ana majeraha makubwa. Una majeraha, moyo wako unavuja damu. Hebu achilia hao waliokuumiza. Jaze Yesu ndani ya moyo wako. Jaze Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako. Jaza amani ndani ya moyo wako. Halafu Mungu ana wakati na majira. Ikifika saa ya Mungu, waliokuumiza watakucha. Wengine wataanguka, watasema nisamehe. Wataanguka, watashika miguu yako. Neno la Mungu linasema nitainua watu, watakuja kwa ajili yako. Neno la Mungu linasema katika Isaya, anasema ya kwamba wale waliokutesa watakuinamia, na wale waliokuzalau watakuita Sayuni, mji wa Bwana uliobarikiwa. Tarajiwa kuitwa mji wa Bwana uliobarikiwa. Lakini siri yake, achilia. Waondoe watu moyoni mwako. Mjaze Yesu. Chukue Yesu kama alivyo. Safiri na Yesu. Tembea na Yesu. Fanya kazi ya Mungu na Yesu. Hubiri na Yesu. Fanya biashara na Yesu. Ishi na Yesu kwenye nyumba yako. Mtazamaji wangu, nisikilize. Biblia inasema ndipo ile bahari ilipozidi kuchafuka. Mawimbi ni mengi mno, upepo ni mkali. Maandiko yanasema wale watu walipomwita Yesu, Yesu aliitika. Ninatiwa moyo. Neno la Mungu linasema niite nami nitaitika. Mungu wetu ni Mungu anaitika. Ukisafiri na Yesu vizuri, ukimwita Yesu anaitika. Ukilia atasema niko hapa. Nisikilize. Neno la Mungu linasema Yesu alipokemea upepo na dhoruba na mawimbi, kukawa shwari kuu. Wale wanafunzi wakashangaa, wakasema ni nani huyu hata upepo na mtii? Ni nani huyu hata dhoruba inamsikia? Wanadamu wameshindwa kumsikia Mungu, lakini siku ile upepo ulimsikia Yesu. Wanadamu wameshindwa kusikia sauti ya Mungu, lakini siku ile dhoruba ilisikia, ilisalimu amri, ilinyamaza kimya. Mawimbi yalisikia sauti ya Yesu, yakatulia, yakanyamaza kimya. Kukawa shwari kuu. Vile vyombo ambavyo vilisafiri bila Yesu, mwisho wao ilikuwa ni mauti. Mwisho wao ilikuwa ni kifo. Hakuna usalama maisha yako bila Mungu. Kimbia, mpe Yesu maisha yako. Na kipindi chetu kinaitwa Kimbilia kwa Yesu Kristo. Acha kukimbilia kule ulikokimbilia, sio kwako. Ulikokimbilia sio salama. Ulikokimbilia hakuna majibu. Ulikokimbilia hakuna amani. Kimbilia kwa Yesu Kristo, ndio jina la kipindi hiki. Ewe mwanaume unanitazama, kimbilia kwa Yesu Kristo. Mama unanitazama, kimbilia kwa Yesu Kristo. Dhoruba imekumba dunia. Magonjwa ni dhoruba. Shida ni dhoruba. Sikiliza, huko unakotafuta majibu hakuna majibu. Jibu lako liko kwa Yesu. Yesu alimwambia Martha na Mariamu wakati Lazaro yuko kaburini, ana siku nne ananuka. Wanadamu wamekata tamaa, Martha amekata tamaa, Mariamu amekata tamaa. Sikiliza Yesu alichowaambia, akamwambia mkiamini mtauona utukufu wa Mungu. Nami nakwambia mtazamaji wangu, ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Mungu ataondoa dhoruba ulionayo. Bwana atakuponya na dhoruba ya magonjwa. Umeenda kila mahali kutafuta majibu, hujapata. Umeenda kwa waganga, wamepeleka pesa zako, hujapata majibu. Umeenda kokote ulikosikia kuna msaada, hujapata msaada. Sikiliza, siku ya leo na sana majira haya, Yesu ameiona dhoruba ulionayo.
Yesu ameona mateso ulionayo. Yesu ameona taabu ulionayo. Mchukue Yesu. Kama bado hujaokoka, pe Yesu maisha yako. Fanya mapatano na Mungu. Yakabidhi maisha yako kwa Yesu Kristo. Yesu ana muujiza wa maisha yako. Yesu ana muujiza wa maisha yako. Fungua moyo wako. Dhoruba yako leo ni mwisho wa dhoruba yako. Leo ni mwisho wa tabu yako. Mwingine dhoruba yake ni tumbo. Amefungwa tumbo la uzazi. Shetani amefunga tumbo lako isipate uzao. Hayo ndio mawimbi ulionayo. Hiyo ndio dhoruba yako. Yuko Yesu ana watoto. Watoto wako kwa waganga. Yesu ana watoto. Yesu ndiye anayeumba. Nakumbuka nilikuwa nahubiri Injili miaka kadhaa iliyopita kwenye mkoa fulani, hiyo iliyoko kwa Mwanza, ndani ya taifa la Tanzania. Kutana na wanawake wamefungwa matumbo yao, wanawake hawazai. Tulipomwita Yesu, Yesu akafungua matumbo ya wale wanawake. Wale wanawake wakafunguliwa, wakapata ujauzito, wakazaa watoto. Wale waliojaliwa kupata watoto wa kike, wengine wamewaita majina yao Teddy, mpaka leo wanaitwa Teddy. Ni wale wanawake waliokuwa wamefungwa matumbo, Yesu amewafungua. Yesu anasema, nimetumwa kutangaza habari za wafungwa kufunguliwa kwao. Ndio tangaza habari ya kufunguliwa kwako. Ewe uliofungwa, ni saa ya kutoka kwenye vifungo ulivyo navyo. Wamekufanyia maagano, wamekuwekea maagano kwamba huyu dhoruba yake chochote anachofanya asifanikiwe. Hiyo ndio dhoruba unaopambana nayo. Wamefunga maagano maisha yako kwamba awe ni mtu wa kushindwa tu. Kila kiolewa achike, kila kioa mke wake mkimbie. Hiyo ndio dhoruba ulionayo. Lakini sikiliza, uko uwezo katika jina la Yesu. Yesu alituliza dhoruba ilitii. Yesu alituliza dhoruba ilinyamaza kimya. Hayo maagano waliokufunga yavunjike sasa kwa jina la Yesu. Umetamkiwa maneno, wamekunenea maneno, na yafuta kwa damu ya Yesu. Maneno ulionenewa katika ulimwengu wa giza, na yafuta kwa damu ya Yesu. Maneno ulioimbiriziwa kwenye ndoa yako, na yavunja leo, na yaharibu leo kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako katika jina la Yesu aliye hai. Yesu akasema, nyamaza, tulia. Shetani akuachie, magonjwa yakuachie, tabu zikuachie, dhoruba zikuachie. Kinachotakiwa, mwamini Yesu. Amani ya Kristo iwe kwako. Mungu akubariki mtazamaji wangu. Namshukuru Yesu aliyeniokoa. Ndugu zangu walikuwa wamekata tamaa. Ndugu zangu walikuwa wanasubiri maiti yangu. Lakini Mungu wa rehema, Mungu asiyependa mwanadamu apotee, alizuia mauti. Hili ni upili Injili katika bara langu la Afrika. Wewe ambaye uko tayari, tafadhali fuatana nami sala hii fupi. Sema, Bwana Yesu, nakushukuru kwa kunipenda. Nimesikia injili yako Yesu. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwana mpotevu. Leo nimeamua kuokoka. Nimefungua moyo wangu. Karibu Yesu ndani ya moyo wangu. Na kupokea leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na kukataa shetani na kazi zako zote
naamua leo kupatana na Yesu wangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu nitakuombea. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ndugu huyu wa kike na wa kiume aliyesikia ujumbe huu, amechukua uamuzi wa kuokoka. Maisha yake Mungu kayaponye, yakawe na thamani machoni pako. Kila nguvu za adui zilizokuwa zimemkamata nazivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Bali damu ya Yesu ikamtakase, ikamsafishe na kumweka huru. Shike kwa mkono wako asipotee, kwa jina la Yesu, amen. Ndugu mtazamaji wangu, inaonekana kama kitu cha kawaida. Haya maombi ndiyo niliombewa mimi mhubiri nilipokuwa naokoka. Yale maombi yalifanya kazi mpaka leo naitwa mwinjilisti Teddy Ngomale na mchungaji Teddy Ngomale. Naomba, hii ni hatua ya kwanza mtu anapookoka. Hatua ya pili, tafuta kanisa lililo karibu na wewe. Kanisa la EAGT lililo karibu na wewe, nenda hapo uambie nimeokoka kwa mahubiri ya Sibuka TV. Watakusaidia, watakulea kiroho, watakushauri, watakufundisha ili uendelee kukulia wokovu na usimwache Yesu. Sasa nataka kuomba na wagonjwa. Wewe ambaye umelala, tazamaji wangu uliyelala, Yesu anakwenda kuondoa zoruba hiyo nayo. Yesu anaenda kukuponya na mateso uliyo nayo. Wewe amini tu. Baada ya maombi haya, Bwana anakwenda kukugusa. Yesu yuko karibu na wewe hapo lipo. Kama ukaribu wa vazi lako na mwili wako, ndivyo amini Yesu yupo karibu na wewe hapo. Na kwenda kuomba, weka mkono wako pale unapoumwa. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa mtazamaji wangu huyu ambaye tazama katika hali ya mateso, hawezi, anaumwa. Nami namleta mikononi mwako. Amefika mahali amekata tamaa, amekosa tumaini la kuishi, lakini Yesu ameshinda, na ulikuja ili wasio na uzima wawe na uzima tele. Kwa jina la Yesu aliye hai, roho za magonjwa na mateso ndani ya mtu huyu takaachia. Maumivu mwili mzima ndani ya mwanamke huyu takaachia kwa jina la Yesu. Maumivu ya mgongo, maumivu ya kichwa takaachia. Uvimbe wa miguu takaachia kwa jina la Yesu. Mwanamke huyu aliye na uvimbe kwenye tumbo lake, na muru uvimbe kwenye tumbo takaachia. Pepo udhaifu uliosababisha uvimbe ndani ya mwanaume huyu takaachia kwa jina la Yesu. Takateketea kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu aliye hai. Namleta ndugu huyu ambaye wamemfungia maagano katika maisha yake. Navunja kila maagano waliofunga maisha yako, navunja na tangua kwa jina la Yesu. Maagano waliokufunga kwamba siku zote ndoa yake iwe ni ikose amani, ndoa yako iwe ni mateso, ndoa yako iwe ni machozi. Hayo maombolezo, hayo manuizo walionuiza kwenye ndoa yako, navunja kwa jina la Yesu. Navunja na tangua, navunja na batilisha kwa jina la Yesu aliye hai. Maneno aliyomsemelezea ndugu huyu kwamba atakuwa mtu wa mateso miaka yote, na yafuta maneno haya kwa damu ya Yesu. Na yafuta maneno haya kwa damu ya Yesu. Nguvu za giza zilizokamata maisha ya mwanaume huyo, toka kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, nguvu za kutumwa, toka achia. Presha ya kutengenezwa, toka kwa jina la Yesu. Maumivu ya chembe ya moyo waliotengenezwa, toka achia kwa jina la Yesu. Kila magonjwa yaliyotumwa kinguvu za giza, toka achia kwa jina la Yesu. Achia mwili huu, toka achia kwenye kiuno,
kinachowaka kama moto, toka achia kwa jina la Yesu aliye hai. Na muro wa uzima kushuka ndani ya mtu huyu. Yesu akasema, suluba nyamaza, na muro uzima na afya. Usiwe na zoruba tena ya mateso, usiwe na zoruba tena ya shida na adha. Pokea uzima na kufunguliwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu mtazamaji wangu, nisikilize wewe ambaye ulikuwa unaumwa. Haijalishi umekuwa katika hali hiyo muda gani. Fanya tendo la imani sasa. Fanya tendo la imani. Ulikuwa huwezi kuinuka, hivi ninavyoongea, fanya tendo la imani. Chukua hatua, inuka kwa jina la Yesu. Yesu akamwambia yule aliyepooza, simama, jitwike godoro lako uende. Alikuwa hajawahi tembea. Alipoamini neno la Yesu, tayari muujiza wake ulimfuata. Fanya kitu ambacho ulikuwa huwezi kufanya. Ulikuwa huwezi kuinuka, inuka. Mguu wako ulikuwa huwezi kukanyaga, kanyaga kwa jina la Yesu. Ulikuwa huwezi kunyosha mkono, nyosha sasa kwa jina la Yesu. Fanya kitu ambacho ulikuwa huwezi kufanya, na amani ya Kristo iwe kwako. Uliyepokea muujiza huu, watu wengi wameendelea kunipigia simu wakinishuhudia vile Yesu alivyowakusa. Usiache kunipigia ikiwa Mungu amekutendea, ili tumshukuru Mungu pamoja. Baada ya kusema haya, kwa mawasiliano zaidi, yawezekana unahitaji maombezi, unahitaji ushauri, andika kwa mawasiliano haya 0757375725. Nitarudia tena 0757375725. Mungu akubariki. Siku ya leo ulikuwa na mwinjilisti Teddy Ngomale wa kanisa la EAGT lililoko Mloo, wilayani Mbozi, mkoani Songwe. Karibu sana, tuonane kwa wakati mwingine tena kwa kipindi kama hiki cha Kimbilia kwa Yesu, na kutakia kila la heri. Bye bye.